mpenzi mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya Bamjos TV. Nikukaribisha tena katika siku ya leo ambapo tutaenda kuangalia dawa hii ambayo tunaita ni Asili Super Conk. Asili Super Conk ni dawa ambayo tumeitengeneza kwa kutumia viambata mbalimbali vya kienyeji, na dawa hii tumeibuni na inatumika kutibu magonjwa yote sugu ambayo yamekuwa sugu kwa kuku. Dawa hii inatibu magonjwa kama vile mharo mweupe, yani Pleural disease kwa vifaranga, inatibu mafua yaliyoshindikana, inatibu kikohozi sugu. Lakini pia Asili Super Conk inatumika kuzuia vifo kwa kuku ambao wameshaanza kuonyesha dalili za vifo kwa ugonjwa wote, hususan ugonjwa wa mafua makali pamoja na magonjwa ya virusi kama vile ndui pamoja na kideri. Asili Super Conk ni dawa ambayo tumeitumia mara nyingi kwa ajili ya kuzuia vifo pamoja na kuzuia maambukizi kwa kuku, maambukizi yanayosababishwa na bakteria pamoja na baadhi ya virusi. Asili Super Conk ni dawa ambayo ina vitamini kwa wingi, lakini pia inatumika kuongeza kinga kwa vifaranga. Asili Super Conk ni dawa ambayo ni mkombozi kwa mkulima kwa kuzuia magonjwa yote sugu pamoja na kutibu. Katika somo hili tutakuonyesha jinsi ya kuandaa dawa hii, hatua za kufuata pamoja na matibabu yake. Lakini pia nitazungumzia jinsi ya kutumia Asili Super Conk katika kutibu mharo mweupe kwa kuku, yani Pleural disease. Na ugonjwa huu wa Pleural disease au wengine wanaita Bacillary White Diarrhea disease ni ugonjwa ambao unasababishwa na bakteria wanaoitwa Salmonella Pleuram. Salmonella Pleuram ni bakteria wanaosababisha ugonjwa huu na hushambulia sasa vifaranga chini ya umri wa wiki 3 hadi wiki 6. Dalili kuu ya ugonjwa huu ni mharo mweupe, lakini pia ugonjwa huu wa Pleural disease unaathiri kuku wa rika zote na unaweza kusababisha vifo mpaka 90% kwa kuku au vifaranga wadogo wadogo. Ugonjwa huu wa Pleural una dalili zifuatazo: moja, mharo mweupe, lakini pia kuku kudhoofika na vifo kuwa vingi, yani kunakuwa na vifo vingi kwa vifaranga, lakini pia kwa kuku wakubwa kupunguza utagaji, lakini pamoja na kuzubaa, kulegea mabawa, kufumba macho na vifo hufikia mpaka 90%. Lakini pia ugonjwa huu wa Pleural disease au ugonjwa wa mharo mweupe unaweza kuathiri kuku, lakini pia unaambatana na magonjwa ya mfumo wa hewa. Kuku wanakuwa wanakohoa, lakini pia wanakuwa na mafua, lakini pia kufumba macho na kusababisha upofu au kuvimba kwenye joint. Ukiona dalili hizo, jua kwamba kuku wako wanashambuliwa na ugonjwa wa mharo mweupe. Sasa akiwa na mafua, lakini pia akiwa anafumba macho, lakini ukimfungua kwenye jicho nakuta kuna machozi, lakini pia kuna vidonda kwenye jicho na huwa anafumba. Lakini wakati huo akiwa na mharo mweupe, jua huo ugonjwa ni ugonjwa wa Pleural. Katika somo la leo tutakuonyesha pia jinsi ya kuandaa hii dawa ya Asili Super Conk katika kutibu ugonjwa huu wa mharo mweupe au Pleural disease kwa kuku. Lakini pia dawa hii sambamba inatibu ugonjwa wa typhoid, ambao pia ugonjwa huu unasababishwa na aina ya bakteria wa Salmonella, lakini hawa bakteria ni tofauti kidogo na bakteria wanaosababisha ugonjwa wa mharo mweupe. Hawa ni bakteria wanaoitwa Salmonella gallinarum, ni bakteria wanaosababisha ugonjwa wa typhoid. Asili Super Conk inatumika pia kutibu typhoid sugu, inatumika pia kutibu mafua sugu, lakini pia inatumika kutibu magonjwa yote ya mharo. Katika kuandaa Asili Super Conk kwa ajili ya kutibu matatizo kama hayo niliyoyasema, lakini pia Asili Super Conk unaweza ukaitumia kwa ajili ya kuboost vifaranga wako kama vitamini na kuwakinga na magonjwa mengi. Ukitumia Asili Super Conk mwanzo katika uleaji wa vifaranga wiki 4 za mwanzo,
hautashuhudia vifo vingi kwa vifaranga wako. Lakini pia nikupeleke sasa moja kwa moja katika kuandaa dawa hii ya Asili Super Konki. Ili kuandaa sasa dawa hii ya Asili Super Konki unatakiwa uwe na vifaa vifuatavyo. Cha kwanza, tafuta majani ya mwembe, majani ya mwarobaini pamoja na majani ya mpapai, au tafuta unga wa mpapai. Lakini pia hatua ya pili, tafuta vitunguu swaumu, tangawizi pamoja na pilipili kichaa au pilipili mbuzi ukikosa pilipili kichaa. Hatua ya tatu, tafuta unga wa mlonge na majani ya aloe vera. Hatua za kufuata ili kuandaa Asili Super Konki, tunatengeneza concentration aina 3. Concentration ya kwanza au hatua ya kwanza ya kutengeneza dawa hii, chukua majani ya mwembe, chukua majani ya mwarobaini pamoja na majani ya mpapai au unga wa majani ya mpapai uliokaushwa na kusagwa. Kisha chukua maji, uweke kwenye sufuria, weka majani ya mwembe, kisha weka unga wa mpapai na uweke majani ya mwarobaini na uweke jikoni uchemshe hadi maji hayo yachemke. Yakishachemka yaipue, uyawache yawe ya vuguvugu, yapoe kidogo kufikia hatua ya vuguvugu. Mara baada ya hapo, chukua tangawizi, uisage pamoja na kitunguu saumu na pilipili kichaa. Huu ni mchanganyiko wa pili. Ukisha saga hiyo, sasa chukua pia mchanganyiko wa tatu wa unga wa mlonge pamoja na majani ya aloe vera. Ukishamaliza uchukua huo mchanganyiko wa pili, kachukua sasa maji ya vuguvugu yenye mchanganyiko wa kwanza wenye mwembe, mwarobaini pamoja na mpapai. Chukua mchanganyiko wa pili ambao tumesema ni swaumu, tangawizi na pilipili kichaa ambazo umezisaga, ziweke kwenye hayo maji ya vuguvugu na uyakoroge. Mara baada ya hapo, chukua unga wa mlonge pamoja na majani ya aloe vera yaliyokatwakatwa, uyachanganye kwenye mchanganyiko huo na kisha ukoroge vizuri hadi ukolee. Kumbuka dawa hii tumesema hiki ni kiboko cha magonjwa yote sugu na tunaita Asili Super Konki. Kama unaona kuku wako na dalili za ugonjwa ambao unapelekea sasa mpaka wanaanza kufa, tengeneza dawa hii. Dawa hii inatibu takribani magonjwa sugu 7 kama ifuatavyo, kama mengine tulivyosema hapo awali. Magonjwa yanayoweza kutibiwa ni magonjwa 7 sugu. Ugonjwa wa kwanza ni mharo mweupe, lakini pia ugonjwa wa pili ni ugonjwa wa typhoid ya kuku, ugonjwa wa kipindupindu cha kuku na ugonjwa wa mafua makali, kikohozi. Lakini pia dawa hii inatibu magonjwa ya virusi kama vile ndui pamoja na kideri. Haya ni magonjwa 7 ambayo yanaweza kudhibitiwa na dawa hii ya Asili Super Konki. Lakini pia hata kama unaona dalili ya ugonjwa mmoja wapo nilioutaja, tengeneza dawa hii uweze kuwapatia kuku wako wanywe kwa muda wa siku 5 mpaka siku 7. Kipimo kwa ajili ya kuandaa dawa hii, sasa unatakiwa ufuate hatua za vipimo vifuatavyo kwa kila kiambata. Kwenye mchanganyiko wa kwanza tuliosema majani ya mwembe, mwarobaini pamoja na mpapai, chukua viganja viwili vya majani ya mwembe, majani mabichi au majani makavu. Lakini pia chukua viganja viwili vya majani ya mwarobaini vilivyojaa. Lakini pia chukua viganja viwili vya majani ya mpapai au unga wa mpapai, uweke kwenye maji lita 5. Kisha chemsha. Mara baada ya kuchemsha, chukua tangawizi, swaumu na pilipili kichaa au pilipili mbuzi, twanga na uchanganye kwenye maji hayo lita 5 yenye uvuguvugu ambayo na mchanganyiko wa mwembe, mwarobaini pamoja na mpapai. Kisha chukua unga wa mlonge kiasi cha gramu 5 mpaka gramu 10 au vijiko viwili vya chai
pamoja na majani mawili makubwa ya wastani ya aloe vera uyakatekate na uchanganye kwenye mchanganyiko huo. Mara baada ya kuwa umechanganya, umekoroga vizuri, wapatie sasa kuku wako wanywe kwa muda wa siku 5 mpaka siku 7 kwa ajili ya matibabu ya magonjwa yote sugu ambayo yanasababisha sasa kuku waanze kufa. Hasa mafua ambayo yameshindikana, pia unaweza kutumia dawa hii kwa ajili ya kutibu. Kama kuku watakuwa na kikohozi au mafua, wakishaanza kunywa dawa hii utaona wameanza ni kama kukohoa au kupiga chafya. Ukiona dalili hiyo, jua kwamba dawa inashughulika na tatizo. Lakini pia kwa magonjwa ya mharo mweupe, typhoid, kipindupindu, matokeo ni ndani ya siku 3. Lakini pia kwa magonjwa yote ya mafua makali au ya magonjwa ya mfumo wa hewa, matokeo ni ndani ya siku 3, lakini wape dozi kwa muda wa siku 5. Lakini pia kwa vifaranga kwa ajili ya kuwakinga na magonjwa pamoja na kutibu magonjwa yanayowashambulia wakiwa na umri mdogo, wapatie kiasi cha mchanganyiko huo wa lita 5. Uchukue pia maji lita 3 uongeze, uwape kama vitamini au kama kinga kwa ajili ya kuwakinga magonjwa mengine. Lakini pia kwa ajili ya kinga au vitamini kwa kuku wakubwa, unachukua hayo maji ya lita 5 unachanganya na maji lita 3, zinakuwa lita 8 kwa ajili ya tiba au kwa ajili ya kinga. Kwa ajili ya matibabu wape mchanganyiko kwenye lita 5.